Naam, shukrani sana kwa kuendelea kusalia nasi, na sasa ni habari za biashara na uchumi. Mimi ni Fatma Hassan. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo imeitaka Wizara ya Kilimo kuboresha miundombinu ya umwagiliaji katika mradi wa Jenga Kesho Iliyo Bora, yaani BBT, inayotekelezwa katika shamba la Chinangali mkoani Dodoma ili kuwawezesha vijana kujikita katika kilimo cha mboga na matunda chenye tija zaidi kuliko mazao ya nafaka. Taarifa ya Amani Mbando inafafanua zaidi. Kamati imetoa ushauri huo wakati ilipofanya ziara ya kukagua maendeleo ya mradi wa Jenga Kesho Iliyo Bora, yaani BBT, unaotekelezwa wilayani Chamwino, ambapo mwenyekiti wa kamati hiyo amesisitiza umuhimu wa mradi huo kujikita kwenye kilimo cha mazao ya mboga na matunda, yaani horticulture, ikiwa ni lengo la kuanzishwa kwa mashamba hayo. Kwa hiyo concept ilikuwa ni horticulture, mazao yenye thamani, na sisi tunaamini kama kamati ni lazima turudi kule. Aidha, kamati hiyo imesisitiza kuwa vijana waliopo katika shamba hilo na shamba la Ndogoe wanapaswa kuitumia fursa ya umiliki wa mashamba kwenye mradi huo kujikwamua kiuchumi, huku Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo Gerard Mweli akieleza mwelekeo wa utekelezaji wa programu hiyo katika ngazi ya halmashauri. Angalau kwa tunachokiona, tunaona mwanga mzuri. Mimi niseme wazi, naona mwanga mzuri, naona huge opportunity. Yaani ni swala tu la kuendelea kutatua hizo changamoto kadiri ambavyo tunajifunza. Kama nilivyosema, mradi wetu wa mashamba umegawanyika kwenye maeneo matatu. La kwanza ni mashamba makubwa ambayo tunatoa hati, ya pili ni mashamba makubwa kwa ajili ya kukodisha, na awamu ya tatu ni kuanzisha mashamba kwenye halmashauri huko. Kwa upande wake, Naibu Waziri wa Kilimo David Silinde amesisitiza kuwa mradi wa BBT ni endelevu na kwamba serikali haina mpango wowote wa kusitisha programu hiyo kwa manufaa ya vijana nchini. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imekusudia kumsaidia kijana kupitia sekta ya kilimo kuwa mwekezaji ndani ya nchi yake. Na ili tuweze kufanya kilimo cha mboga, maana yake miundombinu ya maji inatakiwa iweze kukamilika. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Na mkuu wa wilaya ya Tarime Meja Edward Gowele ameitaka Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, idara ya forodha mpaka wa Sirari wilaya ya Tarime mkoani Mara kuona umuhimu wa kufikisha huduma karibu na wananchi ili kupunguza uingizaji wa bidhaa kwa njia ya magendo. Taarifa ya Musa Makali inafafanua zaidi. Meja Gowele ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na viongozi wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA ambao umefika mkoani Mara kutekeleza maelekezo ya Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania Yusuf Mwenda, maagizo aliyoyatoa wilayani Bunda mkoani Mara alipofanya ziara, ambapo aliagiza kutolewa elimu katika maeneo ya mipaka ili kupunguza uingizaji wa bidhaa kwa njia ya magendo. Kama tutaandaa stations humu kwenye maeneo mengine itatusaidia zaidi badala ya kukimbizana na wananchi, sababu anaona ana bidhaa chache, akisema aje mpaka Silali anaona pia muda, lakini pia costful. Zungumza Justin Katiti ambaye ni afisa elimu kwa walipa kodi wa Mamlaka ya Mapato Tanzania amesema sasa watakutana makundi mbalimbali kutoa elimu ili kusaidia kila mwananchi kuingiza bidhaa hizo kwa kufuata sheria. Kuingia bila kupitia njia ambazo ni sahihi, maana wakati mwingine tunataka tukaingiza bidhaa ambazo sio safi au sio salama katika matumizi ya sisi walaji. Lakini vivyo kwa upande wa serikali, manake mtu akifanya biashara za magendo, maana tunakosa kodi. Ni kuhakikishia tu kwa ajili ya maelekezo ambayo umetupatia. Maelekezo ya kwamba kufika maeneo yote ambayo yana vipenyo hivi mpaka kule Nyamongo. Musa Makali, Channel 10, Mara. Asante sana Musa Makali kwa taarifa hiyo, na mwisho wa habari za biashara na uchumi. Eden Bahati atakuwa hapa kutupitisha katika habari za michezo na burudani.